Tutaenda kujifunza mambo mengi sana jinsi Roho Mtakatifu atakusaidia. Hauwezi ukabeba kila kitu. Vingine unahitaji kufunga kwa ajili ya safari ulio nayo. Kuna vitu vingine Mungu anaongea nawe kwa wakati huu. Kuna vingine ni vya muda mfupi ujao. Kuna vingine vinakubeba miaka 50 ijayo. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kwa hauhitaji kukiacha kila kitu nyuma. Unahitaji kubeba vyote. Amina. Haleluya. Kwa hiyo kule tunaposafiri mara nyingi watu walipokuwa wanasafiri hasa zamani wakati hakuna magari walikuwa hawatembei hivi, walikuwa wanafunga chakula. Mimi nakumbuka nilikuwa natoka kule kwetu tunaenda Kiwira. Tunaamka saa 9 usiku, tunatembea na mama tunaenda tu. Lakini mule pamoja na kwamba tunaenda kuuza mahindi au maharage, ndani yake tunafunga na ugali. Tukifika kule tunanunua na ndizi tunakula. Haleluya. Siku moja njaa ilikuwa kali yani, siku moja nilichoka, nilibeba mzigo mkubwa, kwa nimechoka. Nikatamani nimwage mahindi, nikaona sio jibu. Nikajifanya mama ametangulia, mimi niko nyuma, nikachukua ule ugali nikatupa. Tulifika kule kwetu tukanunua ndizi, kila mtu alikuwa amefunga cha kwake. Kufika pale mimi sina chakula. Naangalia kila mtu cha kwake kwa anasema kimepotea. Yaani mpaka uongo ulikuja. Nikasema chakula kimepotea. Kimepotea aje? Sijui wakati tunapima maharage. Lakini kwa kweli nilikuwa nimechoka. Ukiacha chakula utapata shida ndani ya safari. Amina. Funga kila kitu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Haleluya. Amina. Kwa tunaenda kufanya kichwa kinasema mambo unayopaswa kufanya. Au mambo unayopaswa kujua ili ukamilishe jukumu ambalo Mungu ameliweka ndani yako. Mambo unayopaswa kujua. Mambo ambayo unapaswa kujua ili ukamilishe jukumu ambalo Mungu ameliweka ndani yako. Ambalo Mungu ameliweka ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Semina yetu inarushwa kwenye mtandao live. Kwa hiyo baadaye tutakupa mawasiliano kama tutakuwa na watu wako Dar es Salaam, watu nataka wao wanatuangalia, wako Ulaya, wao wanatuangalia, tutakupa mawasiliano. Bwana Yesu asifiwe. Ili angalau wao wanaona kinachoendelea. Nimejaribu kuwapa rafiki zangu, najua saa hizi watakuwa online kwa ajili ya kutuangalia, wengine wako Ulaya, wengine wako. Kwa hiyo tuko hapa, hatuko hapa tu. Haleluya. Mwambie mwenzako tuko na Dar es Salaam pia. Tuko na Dar es Salaam. Tuko na Ulaya pia. Haleluya. Amen. Tuna mitandao inafanya kazi sasa hivi. Kwa mambo ambayo unapaswa kujua, mambo ambayo unapaswa kuelewa ili uweze kukamilisha jukumu ambalo Mungu ameliweka ndani yako. Kila aliyokuwepo duniani unayemuona, hata huyo jirani yako uliye naye, hayuko duniani kwa bahati mbaya. Hebu mwangalie mwenzako, mwambie hauko hapa kwa bahati mbaya. Hauko hapa kwa bahati mbaya. Haleluya. Amina. Hata kama mama yako na baba yako hawakupanga uzaliwe, wakakupa na majina wakasema sijui nani, lakini kumbuka Mungu alikuwa na kusudi na wewe. Hata kama ndugu zako walikuwa hawakutaki na mpaka leo labda hawakutaki, labda umeenda makanisa mengi wamekufukuza, wamesema wewe si mtu wa aina gani, lakini bado kuna kusudi ambalo Mungu ameliweka ndani yako. Kwa hiyo popote pale ulipo, wewe sio wa bahati mbaya. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Ndio maana hata kuingia kanisani na kumjua Yesu, wewe umenunuliwa. Hebu sema nimenunuliwa. Nimenunuliwa Kwa damu ya thamani. kwa damu ya thamani. Haleluya. Amina. Anasema tumenunuliwa kwa damu ya thamani, kwa damu ya Yesu. Yaani fedha haziwezi kukununua wewe. Wewe ni wa thamani sana. Wewe kuna jukumu ambalo Mungu ameliweka ndani yako. Kuna kitu ambacho Mungu anataka ukamilishe ukiwa hapa duniani. Kuna kitu ambacho Mungu amekuweka. Naomba uniangalie, na alichokiweka ndani yako hajaweka ndani ya mtu mwingine yeyote. Ni wewe peke yako. Hata kama sasa duniani wanasema kuna watu zaidi ya bilioni 7. Sio milioni, bilioni 7. China ina watu zaidi ya bilioni 1 na kitu. Dunia nzima ina watu zaidi ya bilioni 7. Katikati ya wote bilioni 7, Mungu amekuweka kwa makusudi. Ndio maana Mungu hakukuchukua akaenda akakupeleka kule mlima Mbeya ukae peke yako. Hakukuchukua Mungu akuweke kule sijui wapi. Amekuweka katikati ya watu. Anajua katikati ya watu ulionao una mchango. Una jukumu ambalo lazima likamilike, wengine waweze kuishi. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Kwa hiyo wewe
bahati mbaya. Kwa haupaswi kujikatia tamaa, haupaswi kujiona kama mtu hana matumaini. Hata kama leo haujashika chochote, lakini kuna kitu maalum Mungu amekiweka ndani yako. Kwa hiyo kuna mambo ambayo unapaswa kujua, kuna mambo ambayo unapaswa kuelewa, kwa sababu Biblia inasema watu wangu wanaangamia kwa kukosa nini? Maarifa. Kwa ukiwa na maarifa tayari wewe umefanikiwa. Hata kama hauna, lakini ukiwa na maarifa wewe umefanikiwa. Hauwezi ukazama kwenye mto ambao unajua kuna mamba, una maarifa ya kuogelea, utaogelea. Lakini mtu ambaye hana maarifa ataingia na akiona mamba anaanza kutetemeka, mamba anamkuta pale. Lakini wale wenzetu akiingia kwenye mto akimuona mamba hapa, haendi kukimbilia alipotoka, anazama chini kabisa, alafu anampita mamba kwa chini. Mamba yuko juu, jamaa anapita chini, anaenda. Ana maarifa, anajua mamba hataweza kufuata pale alipo. Kwa hiyo maarifa, kuna vitu ambavyo unapaswa kujua ili ukamilishe jukumu ulilonalo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kila mtu ndani, nimesema tena, ana jukumu, ana kitu cha kukamilisha akiwa hapa duniani. Na somo letu na kifungu chetu cha msingi ambacho tutakuwa nacho kitatoka kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume. Kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 1 mstari wa 8. Na kumbuka msingi wa kile ambacho tunaenda kuwa nacho, mambo mengi sana ambayo yatafanyika, na nafikiri hasa Jumapili baada ya kuelewa neno, kesho na kesho kutwa tutakuwa na muda wa ni kipindi cha Pentecoste. Hebu sema Pentecoste. Bwana Yesu asifiwe. Kipindi ambacho wanafunzi walipokea nguvu ya Roho ni Mtakatifu. Na hapa kutakuwa na ujazo wa nguvu za Roho Mtakatifu siku ya Jumapili. Kama hujawahi kunena kwa lugha, rafiki yangu, nitakufundisha, alafu Jumapili utanena kwa lugha mpya. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Utatembea katika lugha ya Roho, utaishi katika ulimwengu mwingine ndani ya kijiji cha Barizi. Kuna watu hawajawahi kunena kwa lugha, wanashangaa wananenaje kwa lugha. Inakuweje wananena kwa lugha? Hapa ndio semina yako. Amen. Amina. Haleluya. Ukiwa Barizi hapa, Kabale, sio tarafani, unasema lugha ya mbinguni na watu wengine wanakushangaa. Yaani tuko dunia hii tumetofautiana kabisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Mwambie mwenzako jiandae kujazwa. Haleluya. Amina. Maana anasema Roho Mtakatifu atakuja jioni. Tutasoma hicho kitabu huo mstari wa 8. Lakini mtapokea nguvu akisha kuachilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi wote na Samaria na hata mwisho wa nchi. Nanyi mtapokea nguvu akisha kuachilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi wote na Samaria na hata mwisho wa nchi. Ngoja niombe tena. Bwana Yesu, asante kwa neno lako. Tusaidie ulitende sawa sawa na ulivyokusudia. Katika jina la Yesu. Amen. Nanyi mtapokea nguvu. Kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume inaonyesha kazi ambazo Roho Mtakatifu alikuwa anafanya kupitia mitume. Bwana Yesu asifiwe. Ni kitabu ambacho kinaonyesha kazi za Roho Mtakatifu, lakini kupitia mitume. Na baada ya semina hii tunataka kuonyesha kazi za Roho Mtakatifu kupitia maisha yao. Wakati wa mitume ulishafanyika, hawapo tena. Leo hii ukiingia mahali popote katika dunia hii ambayo ina watu bilioni 7, hutamkuta Petro tena, hutamkuta Yohana tena. Hauwezi ukapita mahali popote ukamkuta Paulo tena. Kazi zao zilishafanyika, kitabu chao kikafungwa. Lakini Mungu anainua mitume wengine, Mungu anainua watu wengine kupitia semina iliyoko Kabale. Anaenda kufanya kitu cha tofauti, anaenda kushangaza ulimwengu kupitia mtu mmoja ambaye anaonekana ni mnyonge leo, lakini baada ya hii nguvu kuja inaenda kubadilisha
na kila kitu kilifanyika, na kanisa jipya lilianza wakati wa Pentecost. Kulikuwa na makanisa kule nyuma, kulikuwa na kanisa la Masadukayo, kulikuwa na makanisa ya Mafarisayo, kulikuwa na makanisa mengine, na wale watu walikuwa wanatunza sheria. Kwa hiyo walikuwa wanaishi kwenye sheria. Hebu sema sheria. Walikuwa wanasema usizini. Haya. Sio kama ujuzi au walikuwa wanazini. Ila ukipatikana ndio sheria inafanya kazi. Wanakushika mawe unakufa. Kienda pembeni hapo ukichepuka, kijana tunasema chepuka. Ukichepuka kwenye pagara kwa wasipokukamata uko salama. Walikuwa wanaishi kwa nini? Kwa sheria. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Kwa hiyo yale makanisa yote yalikuwa na walikuwa wanatunza sheria kweli. Ulikuwa ukilegeza sheria wako tayari kukuua. Na watu wengi sana walikufa kwa sababu yale makanisa yaliishi kwa sheria. Hata Agano la Kale waliishi kwa sheria. Lakini ilipofika kwenye hiki kitabu, kwenye huu mstari, Yesu anawaambia wanafunzi wake, mtapokea nguvu. Sasa angalia, wamekaa na Yesu miaka 3.5. Wanafunzi walikaa na Yesu miaka 3.5. Walianza kutembea na Yesu akiwa na miaka 30. Mpaka anafika miaka 33 anakufa. Ndipo anasema mtapokea. Maana pamoja na kwamba walikuwa na Yesu muda wote, lakini hawakuwa na nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Sasa utaniambia nguvu gani? Kwa sababu Petro alikuwa na uwezo wa kusukuma mtumbwi, walikuwa na uwezo wa kuvuta samaki, walikuwa na nguvu. Lakini maana yake nini? Kuna nguvu zaidi ya nguvu tunayofikiri, ambayo walikuwa hawana. Anasema mtapokea. Kama hawakuwa na nguvu walikuwa wanatembeaje? Kama walikuwa na nguvu walikuwa wanakimbiaje akina Petro? Tatizo limekuja, wanatimua mbio. Kwa hiyo walikuwa na nguvu, lakini walikuwa na nguvu ya ugali na wali na kande, ambazo watu wengi sana wanazo. Na ni nguvu ambazo zina mipaka, hazitusaidii. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa anasema mtapokea nguvu. Kwa hiyo wakawa na shauku sana. Na anawaambia sasa faida, mkisha kuipokea hiyo nguvu, atakapowajilia juu yenu, hasemi ndani yenu, juu yenu. Nitaongelea kesho au kesho kutwa kwa nini Roho Mtakatifu wakati mwingine anasema atakuwa juu yenu, wakati mwingine anasema atakuwa ndani yenu, wakati mwingine anasema atakuwa katikati yenu. Roho Mtakatifu akiwa juu yako ni kwa ajili ya jukumu fulani. Mimi niko hapa, Roho Mtakatifu yuko juu yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Haleluya. Ninafanya hii kazi ya kusema haya maandiko kwa sababu Roho Mtakatifu yuko juu. Na Roho Mtakatifu akiwa ndani ya mtu, anamshuhudia yule mtu kwa habari ya jambo fulani. Anamshuhudia labda kwa habari ya matengenezo, au kwa habari ya dhambi, au kwa habari ya kitu fulani. Akikaa ndani ya mtu ni kwa sababu binafsi ya yule mtu mwenyewe na sio kundi. Lakini akiwa juu, ndio maana hata mafuta anasema wakampaka mafuta juu yake. Kwa akiwa juu yake ni kwa ajili ya kazi. Sema amen. Waimbaji walipokuwa wako hapa wanaimba, Roho Mtakatifu alikuwa juu yao. Lakini wamekaa sasa hivi, Roho Mtakatifu yuko ndani yao, anawasemesha haya maandiko, anagonga muhuri kule ndani. Lakini mimi na hudumu, Roho Mtakatifu yuko juu yao. Ndio maana Roho Mtakatifu anaweza kufanya kazi kwa mtu mpaka mlevi kashangaa. Mlevi aliwezaje kufanya miujiza? Kwa sababu Roho Mtakatifu alikuwa juu yake. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Sema amen kama mnanielewa. Kwa sababu Roho Mtakatifu alikuwa juu yake. Wakasema mbona ndio wale Yesu anasema mlifanya miujiza kwa jina langu lakini siwajui. Kwa nini? Kwa sababu kulikuwa na nguvu. Ilikuwa inafanya kazi. Na wale watu hawakutumia majina ya ukoo wao, walikuwa wanatumia jina la Yesu. Kwa hiyo sio wao waliofanya kazi, ni jina la Yesu. Sio wao waliofanya kazi, ni nguvu iliyokuwa juu yao. Na wakimaliza kazi, ile nguvu inaondoka, wanabaki wa kawaida tena. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Ndio maana tuna ofisi mbili. Baba niangalia, msikilize vizuri, najenga msingi huko mbele, haitakusumbua mbele. Tuna ofisi mbili. Unaweza ukawa hapa, ukawa na nguvu. Okay, nitoe mfano usiku wa leo. Ilifika saa 8 saa ngapi? Ilikuwa saa ngapi? Ilikuwa saa 9 usiku. Nikashangaa simu inapigwa. Kiwango kaniamsha akasema kuna simu inalia. Nikanyanyua simu, naanza kupiga. Napokea simu. Nikakuta wanasema tuko hospitalini. Hapa huyu mgonjwa, yaani dada mmoja alikuwa mjamzito, mama mmoja alikuwa mjamzito.
anazunguka hospitali nzima, amekuwa kama kichaa. Alafu walitaka kumfanyia operation usiku. Kwa hiyo wakasema tunapigia simu, tunaomba muombee huyu. Nikasema okay, ukiwa kwenye simu hivyo mshikeni. Wakamshika wakamlaza chini, wakamshika, maana anakimbia, amekuwa kichaa kabisa. Wekeni chini, shikeni simu, wekeni kwenye sikio lake, nataka nitoe hilo pepo. Sasa mimi nilikuwa kwenye usingizi, alafu nimeamka. Nilikuwa kwenye upako wa usingizi, sio upako wa kuombea. Kwa nini kinachokuja? Roho Mtakatifu asante, nakuja mbele zako sasa, fanya kazi yako. Naomba nenda sasa hivi katika jina la Yesu, wewe pepo unayemhangaisha, toka. Nikasikia kwenye simu, toka, achia mimba yake, fungua njia, kichaa toka. Usiku kwenye simu, hakuna usingizi huko, maana nilikuwa nimechoka. Nafika saa 11, 12 hivi, wanasema amejifungua salama, na yeye ni salama, muda ule ule. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kulikuwa na nguvu nyuma yangu. Mimi nilikuwa mbaya, yeye yuko kijijini. Lakini angalia nguvu inavyosafiri haraka, inaenda kumgusa mtu aliyepo kule. Ingekuwa ni nguvu ya pangu mimi ya hela, ningehitaji kukodi taxi, boda boda, alafu niende mpaka kule, nikakuta yule mtu kichaa kimepanda na amekufa hapo. Maana mapepo ilikuwa amevamia ile mimba asizae. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa angalia hiyo nguvu, anasema mtaipokea nguvu. Ni nguvu yenye uwezo wa kusafiri masafa marefu kuliko unavyofikiri. Unaweza ukawa hapa ukasafiri na hiyo nguvu ukaenda bungeni, hata kama hujawahi kukaa bungeni, haiwezi kuzuiliwa na walinzi kwenye gate. Alafu ukasema kwa jina la Yesu naombea bunge watunge sheria nzuri, na sheria zikawa nzuri. Ukasafiri kwenda Ikulu kwa Magufuli, ukasema Magufuli nyamaza kimya, tunaiongoza Tanzania kwa maombi. Inawezekana kabisa. Sema amen. Amen. Kwa unaposema mtapokea nguvu, ni nguvu ambayo imeshindikana, haina mipaka. Mnanielewa wana wa Mungu? Na anasema mtapokea nguvu akisha kuachilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu. Kwa hiyo hawakuwa mashahidi wa Yesu, lakini anasema mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu. Yerusalemu, Uyahudi, Samaria na hata mwisho wa nchi. Mashahidi wa Yesu. Okay. Leo hii wanafunzi hawa walikufa zaidi ya miaka 2000 iliyopita. Haya. Injili leo imeisha. Bwana Yesu asifiwe. Paulo anasema mwendo ni unaomaliza. Aliwahi kufika? Aliwahi kufika. Yesu anasema nimefanya kazi Baba, nichukue, pokea roho yangu salama. Yesu aliwahi kuja Mbeya? Haleluya. Lakini ile nguvu angalia imehama kutoka Petro kwenda kanisa, saizi inaenea dunia nzima. Na maana anasema mtakuwa mashahidi wangu mpaka mwisho wa ulimwengu. Leo hii tunawasema wale jamaa, lakini hawapo. Ile nguvu waliokuwa nayo, ile nguvu haijazimika. Bwana Yesu asifiwe sana. Tulikuwa na babu zetu wengi hawakuwa na nguvu, wakafa wakazimika. Lakini wewe hautazimika katika jina la Yesu. Kwa sababu kuna jukumu ndani yako la kufanya ukiwa duniani. Amen. Kwa hiyo tunapokuwa tunazungumzia habari za Roho Mtakatifu, naomba sana utamani sana kuzipata hizi habari. Kwa sababu zitatengeneza kitu ambacho wewe hujawahi kufanya. Zitakutoa mahali ulipo kwenda kwenye viwango vingine. Zitakuhamisha kwenda kwenye hatua nyingine ya maisha yako. Lazima uwe na shauku ndani yako ili uwe shahidi. Na anasemaje? Kuanzia Yerusalemu. Yerusalemu maana yake nini? Nyumbani kwako. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Yerusalemu maana yake nini? Kanisani kwako. Samaria, vijiji jirani. Anasema Uyahudi mpaka mwisho wa nchi. Maana unaanzia Yerusalemu, unaenda Uyahudi kwa majirani, unaenda Samaria majirani wengine, vijiji vilivyo karibu, alafu mpaka mwisho wa nchi unaweza ukafanya. Lakini kwa kiwango cha kawaida hatuwezi. Na tungesema kutafuta tu pesa, watu wengi hapa hata hela hamna. Kuna wengine wametoka nyumbani leo kupanga tu kabisa, mpaka jioni ajue atakula nini. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kwa hiyo unakuta ungekuwa kwenye viwango vya fedha hauna hata sifa, lakini kwa viwango vya hivi nguvu unaenda kupenya katika jina la Yesu. Amina. Kwa hiyo kuna mambo ambayo unapaswa kufahamu. Kwa hiyo jambo la kwanza ambalo unapaswa kufahamu ni jambo linalohusu nguvu. Hebu sema nguvu. Ili uweze kufanya mambo vizuri,
ili uweze kufanikiwa, ili uweze kwenda mbali, unahitaji nguvu. Na ili uweze kumtumikia Mungu vizuri, unahitaji nguvu. Naona kama niko mbali sana na watu. Naomba sogeze hii madhabahu pale. Ishuke pale chini. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Naona kama niko mbali. Nimezoea darasani ninapofundisha wanafunzi. Nakuwa karibu. Haleluya. Amen. Hapa niko sawa? Amen. Kwa cha kwanza ni nguvu. Hebu sema nguvu. Kwa hiyo nguvu ni nguvu ambayo inakusaidia uweze kushuhudia habari za Mungu. Ni nguvu ambayo inakuwezesha ufanye mambo ambayo kwa kawaida huwezi ukafanya. Inakuwezesha uone mambo ambayo kwa kawaida huwezi kayaona. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Kama tuko pamoja, punga mkono hewani namna hii. Sawa. Kwa anaposema mtapokea nguvu, ni nguvu ambayo inakuwezesha kufanya mambo ambayo kibinadamu hauwezi kufanya. Wangapi wamewahi kuona ugonjwa una rangi gani? Kwa mfano ugonjwa wa kifua una rangi gani? Watu wengine hawajawahi kuona, si ndio? Macho haya yamewahi kuona kweli? Sasa wakichapa viboko hapa, hata kama wanakupa adhabu wanasema tunataka utuletee ugonjwa wa mafua. Wanakupa na lambo ujaze huko. Utabeba. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wakisema ulete ugonjwa wa malaria au ugonjwa wa ukimwi, utuletee ujaze. Unaweza? Wangapi wanaamini kwamba ugonjwa wa malaria upo? Si mmeona jamani? Ugonjwa wa kifua upo, si ndio? Amina. Una jina unaitwa ugonjwa, lakini hauonekani. Na unapoingia hata kwa mtu pia hauonekani. Kwa hiyo ni nguvu fulani inafanya kazi. Kwa anaposema mtapokea nguvu ya Roho Mtakatifu, ana maana gani? Kwamba mtapata uwezo wa kuweza kuona yale ambayo hamwezi kaona. Mna uwezo wa kufanya yale ambayo hamwezi kufanya. Kwa hiyo nguvu ikija juu yako, unakuwa na uwezo wa kufanya ambayo huwezi ukafanya. Unamkuta mtu ni kipofu haoni, unaweka mikono juu yake, alafu mtu yule anaweza kuona. Hiyo ndio nguvu anayoisema. Unamuona mtoto yuko nyumbani amelala, ni mgonjwa mahututi, hauna hata hela ya kumpeleka hospitali. Unahitaji ile nguvu, namwambia Yawe shuka katika jina la Yesu, ugonjwa toka, na ugonjwa unatoka. Kwa nini? Unakutana na nguvu. Lakini kama hauna hiyo nguvu, hauwezi ukafanya kitu chochote. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tunahitaji nguvu. Mwambie wenzako unahitaji nguvu. Hebu nyosha mikono namna hii, nataka kufanya kwa vitendo kwa vile watu wanakumbuka zaidi kwamba nilikuwa nafanya hivi. Mwambie sio nguvu za, hebu jiambie kwamba sio nguvu za ugani. Mwambie hizo hazishindani na magonjwa. Mwambie hizo hazishindani na wachawi. Haleluya. Kwa sababu sema mtapokea nguvu, ni nguvu ambayo hata wachawi hawaiwezi. Uwezi ukasimama jukwaani, tulikuwa kwenye kijiji fulani, nikasema kama kuna mchawi leo wasimame watuoge. Kulikuwa na jirani yangu na ndugu yangu mmoja nilipenda sana, aliposikia akajifurika kitambaa usoni. Akasema ndio tumeshampoteza, maana kijiji hiki chote kimeshindikana. Ukisema huwezi ukalala. Alipofika asubuhi akakuta tumeamka tuko salama, akashangaa. Huyu mtoto mchawi jamani, yani mchawi. Alisema mbele ya wachawi na fulani alikuwepo, lakini bado hajafa na bado amesimama madhabahuni na ubiri. Nini? Kwa sababu tuna nguvu ambayo tunasema kwa wachawi na wachawi wanatii. Kwa hiyo ukishapokea nguvu hii, na kuambia wachawi kukuminya, bye bye. Haleluya. Hawawezi kukuminya maisha yako, hawawezi wakaminya biashara yako, hawawezi wakaminya watoto wako. Kwa nini? Kwa sababu unayo nguvu. Unapokea, na hiyo nguvu unapokea. Amina. Haleluya. Haufuati kwa waganga, unapokea. Amina. Kwa cha kwanza cha kuelewa ni kwamba unahitaji nguvu. Na hiyo nguvu pia inakusaidia kufanikiwa katika hali
na wakati mgumu. Sema kufanikiwa katika hali na wakati mgumu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Kwa katika maisha kuna hali zinakuwa ngumu. Kuna wakati unakuwa ngumu. Kuna wakati ambao haleluya. Samahani mhubiri, nataka kurudi kule nyuma. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kufanikiwa katika hali na wakati mgumu. Hiyo nguvu inakusaidia katika hali na wakati mgumu. Hebu sema wakati mgumu. Wakati mgumu. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kila mtu katika maisha yake anapitia wakati mgumu. Hakuna mtu ambaye anapita wakati mwepesi. Ukiona mtu amefanikiwa katika maisha yake, usitamani mafanikio. Jaribu kuuliza alipitaje kufika pale. Ukiona mtu amefanikiwa katika huduma, ukiona mtu amefanikiwa katika kilimo, usitamani tu analima, ana mashamba, sijui na nini. Kuna wakati mgumu alipita. Hakuna kitu ambacho ni rahisi tu katika maisha. Hakuna maisha ambayo ni maisha rahisi. Hata wachungaji, kazi yenu ya madhabahu sio kazi rahisi sana. Ukiona kuna watu wawili wamefika kwenye semina namna hii, tunakaa tunajifunza kwenye hii dai, kuna wakati mgumu watu wamefika mpaka tumeweza kufika. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kuna wakati mgumu katika maisha. Kuna wakati ambao unapita unafikiri uko peke yako. Ukiona ndoa ya mtu inafanikiwa, kuna wakati mgumu amepita. Nimekaa kwenye utumishi kidogo, nimejifunza changamoto nyingi sana. Kuna watu wengine wanakuja wanaleta mashtaka mpaka unashangaa, na hili lipo duniani, yaani na hili kumbe lipo. Yaani unashangaa, yaani kama ndio mpya limetoka Ulaya, unashangaa lipo. Watu wanapita huko ndani. Kwa hiyo kuna wakati mgumu. Hebu sema wakati mgumu. Wakati mgumu. Nikuonyeshe mfano kidogo kwa watu waliopita wakati mgumu. Tuangalie kitabu cha Wafalme wa pili sura ya 6. Anasema mtapokea nguvu. Naomba usisahau kitu kama hicho. Ili uweze kufanikiwa katika wakati mgumu, lazima uwe na nguvu. Kitabu cha Wafalme wa pili sura ya 6 mstari wa 24. Tuangalie hapo Biblia inasemaje. Wafalme wa pili sura ya 6 mstari wa 24. Biblia inasema hivi. Ikawa baada ya hayo, Ben-Hadad mfalme wa Shamu akakusanya majeshi yake yote, akakwea akahusuru Samaria. Njaa ilikuwa kuu huko Samaria, na tazama wakahusuru, hata kichwa cha punda kikapatwa kuuzwa kwa vipande 30 vya fedha, na kibaba cha mavi ya njiwa kwa vipande 5 vya fedha. Ikawa mfalme wa Israeli alipokuwa akipita ukutani, mwanamke mmoja akamwita akasema, unisaidie bwana wangu mfalme. Akasema, Bwana asipokusaidia nikusaidiaje mimi, ya sakafuni au ya shinikizoni? Mfalme akamwambia, una nini? Akajibu mwanamke huyu aliniambia, mtoe mtoto wako tumule leo, na mtoto wangu tutamula kesho. Basi tukamtokosa mtoto wangu tukamula. Nikamwambia siku ya pili, mtoe mtoto wako tumule, naye amemficha mtoto wako. Sema wakati mgumu. Wakati mgumu. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Nana mmoja kuona watu wanakula nyama live hapo. Lakini kwa hao jamaa ilitokea. Anasema njaa ilikuwa kubwa sana Samaria. Mpaka watu waliokuwa wamefuga njiwa, sio walikuwa njiwa ngapi, walikuwa wanakusanya yale mavi ya njiwa. Biblia imeandika mavi ya njiwa. Wanaenda kutandika sokoni. Alafu inauzwa kwa vipande 30 vya fedha. Maana wakati huo vipande 30 vilikuwa ni hela nyingi sana ukithaminisha na leo. Wanaenda kuuza labda 50,000, 40,000. Mpaka watu wanakula mavi yani ni ya njiwa. Alafu kichwa cha punda
watu wakila nyama wakishiba huko, wameuza nyama na kichwa cha punda kilikuwa kinauzwa. Yaani mpaka punda walikuwa na dili. Nafikiri kama ni kuku walikuwa wamekula wamemaliza. Kama ni kila kitu wamekula, mpaka wanafika mahali sasa waliofuga njiwa, maana njiwa ni wajanja, uwezo kwa wakamata kirahisi, waliweka mradi wa kuuza mavi ya njiwa. Sema wakati mgumu. Wakati mgumu. Kwa walifika wakati mgumu sana. Hawana mtu wa kuwasaidia tena. Anasema ndipo wakaja wanawake wawili. Mwanamke mmoja akaenda kwa mwenzake, bwana, wanawake wanaitana mashoga. Shoga, wanaitwa shoga, shosti. Yaani njaa hii itatumaliza. Si tuna watoto? Tufanyaje? Tuanze na wapako leo. Wakakubaliana. Sio walichukua panga, sio kisu, sielewi. Wakakata, Biblia haijaandika kila kitu. Wakala nyama, siku ya kwanza ya pili nyama ikaisha. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Sasa yule mwanamke ndiye alipoisha, yani wamekula nyama ya watoto, wakawa wachawi live mchana. Wakasema sasa tunafanyaje? Wakaenda akaenda kwa mwenzake, sasa bana, na wewe tumule wa kwako. Njaa imeanza tena. Yule mama alikuwa na akili, akaenda akamficha mtoto wake. Akamficha huko. Kwa hiyo ikawa ni mzozo. Tumekula wa kwangu, wa kwako umeficha. Inakuwaje? Sasa bahati nzuri sana akatokea mfalme anapita, anatembea kama leo Magufuli anakuja Mbalizi au Mogete vile, mfalme anakuja. Yule mwanamke akaenda akamwambia mfalme, nina shida, nina wakati mgumu, nina wakati ambao hakuna naye niangalia. Akasema kuna nini? Akasema tumekula mtoto wangu, mwenzangu ameficha wako, naomba unisaidie. Ndipo mfalme akamwambia, nikusaidiaje mimi Bwana asipo kusaidia? Sema amen. Amina. Sema amen. Haleluya. Amen. Nitakusaidiaje mimi, ni mwanadamu tu. Mpaka mfalme akaenda akalarua mavazi, akachana mavazi aliyokuwa naye. Akachana, akasema haya mambo yamenishinda, siwezi. Mpaka imefika watu wanakula na watoto. Mpaka imefika watu wanakula mavi ya njiwa. Mpaka imefika watu wanakula vichwa vya punda. Ulikuwa ni wakati ambao sio rahisi sana. Huo ndio wakati ambao sasa ulikuwa unahitaji nguvu ninayoisema katika semina hii, kwamba nitakusaidiaje mimi mfalme. Sina nguvu ya kuvuta vitu nikuje kupe wewe, sina nguvu ya kuvuta vitu nikufanikishe wewe, sina nguvu ya kukupa vitu uweze kusogea mbali. Nina mipaka. Unahitaji nguvu kutoka juu, unahitaji msaada kutoka juu. Sema amen. Amen. Amina. Kwa hiyo hii nguvu nayoisema, anasema inakusaidia wakati mgumu, wakati ambao hakuna kitu, wakati hakuna anayekuangalia, wakati ambao watu wote wanasema hutafanikiwa, wakati ambao majeshi yamepanga pande zote kukuharibu, ndipo nguvu hiyo inapojitokeza. Sema amen. Amen. Haleluya. Amina. Tunaposema tunahitaji kupata nguvu, sio nguvu za ugali, sio nguvu za kwenda kulima Songwe, sio nguvu za kwenda kulima mashamba na kumaliza na kujenga magorofa. Ni nguvu ya kujua nini mapenzi ya Mungu katika maisha yako. Ni nguvu ya kushinda yale yanayokuja mbele yako. Sema amen. Amina. Najua sasa kumekuwa tofauti sana makanisani. Nikiangalia kwenye television mpaka wakati mwingine napata kichefuchefu. Wanatumia neno upako. Mpaka sasa kuna keki za upako. Wanakata keki, wanasema keki na upako. Wengine wanaandaa vitambaa, wanasema ni kitambaa cha upako. Wengine wanaandaa